Tumesafiri kilomita nyingi sana kutoka Dar es Salaam mpaka Moshi kuhakikisha kwamba tunaleta huu mzigo hapa. Sijaamini ushindi wangu. Ulivyopata ushindi huu, unajisikiaje? Nimefurahi sana. Kwa sababu siku zote wanamuona anacheza, nikasema inawezekana kweli kwa Tanzania ukashinda gari. Kula tano kwanza. pmbet.co.tz ni mchezo gani pendo ulikuwa unapendelea kucheza? Mimi huwa napenda sana kucheza Sun of Egypt 4. Mimi nawaambia wadau waamini haya mambo yapo. Cha msingi ingia kupitia pmbet.co.tz. Kwa mwaka wa fedha 2025-26 serikali imepanga kutumia trilioni 56.49. Mgawanyo wa matumizi wa fedha hizi unaonesha kuwa shilingi trilioni 38.99 imetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida kwa maana ya mishahara, posho, ununuzi wa magari, vifaa, misafara ya viongozi, mabango na kunywa chai, mikopo ya wanafunzi, ujenzi wa vituo vya afya, of course mikopo ya wanafunzi, kulipa madeni, ambayo ni karibu 69.04% ya bajeti yote. Wakati huo 17.49 sawa na 30, yani trilioni 17.49 sawa na 30.96. Hii ndio imetengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Kwa kwenye bajeti hii zaidi karibu 70% ya bajeti, yani kwenye kila shilingi 1000 ambayo Mwigulu Nchemba amekwenda nayo pale bungeni akasema tunataka kutumia, alipoambiwa aanze kutumia akachota 700 kwanza, wamekula wao na serikali, alafu wananchi akawaacha na 300. Ndio hizo ambazo zinakwenda kwenye shughuli za maendeleo. Sasa sehemu kubwa ya bajeti ya mwaka huu inaenda kugharamia maeneo yafuatayo: mishahara na matumizi mengine ni trilioni 24.78 sawa na 43.87. Lakini eneo jingine ni gharama za kuhudumia deni la taifa ambao ni trilioni 14.2 ambao ni sawa na 25.13. Na eneo la maendeleo kama nilivyosema ni trilioni 17.49 sawa na 30.96. Mgawanyo wa bajeti uliopelekwa kwenye matumizi ya maendeleo ya wananchi ni kiwango kidogo zaidi. Ukiangalia bajeti imetenga kiasi cha 30.9 tu ya fedha zote ili kupelekwa kwenye maendeleo. Kwa maana ya kila shilingi 100 ambayo tunakusanya, basi shilingi 70 inatumiwa na serikali yenyewe na shilingi 30 ndio inapelekwa kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Na ndio maana miradi ya maendeleo inasuffocate sana. Hali yetu kwenye maendeleo imekuwa ni ngumu sana. Wakati serikali imepanga kufanya matumizi kwa uelekeo huu, yani yenyewe serikali itakusanya trilioni 40, makusanyo yetu ya ndani. Angalia kitu kingine ambacho ni cha hatari sana kwenye kudhibiti hii budget. Makusanyo yetu ya ndani ambayo serikali inategemea itakusanya ni trilioni 40.466. Sasa matumizi yetu, haya matumizi ya kawaida ambayo yatatumiwa na serikali ni trilioni 38.99. Kwa hiyo maana yake ni kama kazi zote tutakazofanya hapa nchini mwaka huu, wakulima watafanya kazi, wavuvi watafanya kazi, wafugaji watafanya kazi, wafanyabiashara watafanya kazi, wafanyakazi wetu watalipa pay as you earn. Kila kitu tutakachofanya hapa nchini tukikamilisha, tukipeleka hazina, kituletee maendeleo, chote kinaenda kuliwa na serikali. Kwa ni bajeti inayoonyesha gharama ya kuendesha serikali ya CCM kwa sasa ni nguvu kazi yote ya taifa letu. Na shughuli za maendeleo zimeachwa kwenye mikopo na misaada. Kwa hiyo hayo maendeleo tunayofikiria yatapatikana, hizo 30% zilizotengwa ni fedha ambazo zinategemea serikali kama itafanikiwa kukopa au tutapata misaada kutoka nje. Kwa hiyo ni bajeti inayotoa picha kuwa serikali ya CCM imeshindwa kabisa kuendesha nchi. Gharama ya kubaki na CCM madarakani kwa sasa ni gharama ya nguvu kazi yote ya taifa letu. Na ndio maana kila ukiangalia mbele unaona kisa. Na hiyo ndio bajeti ambayo wakati Mwigulu anaiwasilisha, yani ile sifa za rais zimetajwa mara nyingi, sifa za CCM zimetajwa mara nyingi, kuliko huu ukweli ambao wabunge watakiwa wachangamshe bongo zao kuona wanafanyaje katika sura ya namna hii ambayo taifa letu inakabiliana nayo. Kwa ni bajeti, eneo la pili, bajeti hii haijibu. Kwa hiyo unaiona ni bajeti ambayo haijibu changamoto sugu zinazowakabili wananchi.
kwa sura ile ya bajeti ya mwanzo unaona kuwa changamoto sugu ambazo zinawakabili wananchi hazijibiwi na bajeti hii. Bajeti ya serikali kuu kwa mwaka wa fedha 2025/26 inaendelea kuonesha mwendelezo au mwenendo ule wa bajeti ya mwaka uliopita. Yaani bajeti ambayo haijibu changamoto kubwa zinazowakabili wananchi kama vile elimu. Tutaendelea na uhaba wa walimu, tutaendelea na uhaba wa madarasa na vitabu. Tatizo la upungufu wa walimu katika shule za msingi na sekondari, juzi waziri wa elimu ile mwaka 2023 Wizara ya TAMISEMI ilisema walikuwa 279,000. Juzi waziri wa elimu anasema kwa sasa uhaba ni 268,000 baada ya wale waliowaajiri Januari. Kwa hiyo tuna uhaba wa walimu 268,000 kwenye mashule yetu. Lakini bajeti hii haisemi kama itamwajiri hata mwalimu mmoja. Yaani bajeti hii iliyopitishwa juzi na kina Mwigulu haiendi kutoa ajira kwa mwalimu hata mmoja. Kwa hiyo utakuwa ni mwaka mwingine wa kuacha watoto wetu hawana walimu. Ni bajeti ambayo kati ya fedha zote zile imetenga shilingi bilioni 58.2 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 6,358. Lakini uhaba wa madarasa ni madarasa 95,000. Kwa hiyo watoto wetu wataendelea kukaa chini ya miti hata baada ya bajeti hii ambayo imepitishwa kwa mbwembwe nyingi kuwa imepita. Eneo jingine ambalo ni muhimu sana kwa mahitaji ya watu ni gharama za matibabu. Ukubwa wa gharama za matibabu na kukosekana kwa mfumo bora unaoendesha sekta ya afya, hasa kutoa huduma kwa wananchi, unafanya maisha kuwa magumu sana. Sote tunafahamu leo bodaboda anahangaika, lakini bodaboda akipata ajali, akiba yake ile aliyoweka kwa wiki, akienda nayo hospitali, akirudi, kama sio michango ya bodaboda wenzake, atakufa sio kwa ule ugonjwa aliopata kwa kuumia, atakufa kwa njaa. Gharama za matibabu ni kubwa sana. Bajeti hii haijengi mfumo utakaowahakikishia Watanzania kwamba basi angalau gharama za matibabu sasa serikali imezipa kipaumbele, basi Mtanzania anayehangaika kutafuta hela za kulisha serikali akiumwa angalau atapata matibabu hospitali. Mwaka huu serikali imetenga bilioni 57.8 kwa kutoa kwenye kodi ya vileo, vifaa vya urembo, vinywaji kwa ajili ya masuala ya madawa na vitu vingine, fedha ambazo hazitoshi. Na bajeti ya Wizara ya Afya imekuwa ikipungua kila siku kutoka bilioni 218 mpaka sasa bilioni 200. Yaani Watanzania idadi inaongezeka, matatizo yanaendelea kuwa magumu. Tuna gharama za ununuaji shilingi na shuka. Kwa maana yake tunanunua madawa, yani hiyo pesa bilioni 218 iliyoweza kununua madawa miaka 5 iliyopita, leo ukiileta haiwezi kununua madawa sawa na yale. Lakini sisi bajeti yetu inazidi kushuka. Ndio maana mahospitali hakuna madawa, hakuna vifaa tiba na kuna changamoto lukuki. ACT Wazalendo tumekuwa tukisisitiza kuwa na kuitaka serikali kuwekeza fedha ili kugharamia matibabu ya watu wote nchini bila kuwepo kwa matabaka, yani ubaguzi kati ya mwenye fedha na asiyekuwa na fedha. Na tumekuwa tukisisitiza kuwa ili kuepukana na mfumo huu kandamizi unaonyanyasa watu wakiwa wanaumwa, ni vema serikali ikaadopt hifadhi ya jamii ili kila Mtanzania aingizwe kwenye hifadhi ya jamii na serikali ichangie na fedha kutoka kwenye hifadhi ya jamii zipelekwe kwenye mfuko wa bima ya afya ili kila Mtanzania akiumwa aende hospitali na akapate matibabu. Bahati mbaya sana serikali imeweka pamba, matokeo yake sasa hivi tuna mfumo wa bima ya afya ya vifurushi, haumhakikishii yeyote kupata matibabu, bado ukienda inategemea na hali ya hospitali siku husika na unaumwa nini. Hata yule mwenye bima inategemea amekwenda hospitali akiwa anaugua ugonjwa gani. Vinginevyo ataambiwa ugonjwa huu hautibiwi kwa bima ambayo umeikata. Na huo ndio mfumo ambao bajeti hii inaendelea kuungangania. Bajeti ambayo imepigiwa makofi, lakini bajeti inayoendelea itakayoendeleza utaratibu wa kuzuia maiti hospitali, ni bajeti itakayoendeleza utaratibu wa kufukuza wagonjwa hospitali kwa sababu hawana fedha, ni bajeti itakayoendelea kuwaweka mahabusu wagonjwa walioshindwa kulipia gharama za matibabu baada ya kuwa wamepona, wakiwekwa mahabusu kwenye hospitali na vituo vya afya mpaka pale ndugu zao watakapouza mali za huko nyumbani waje kuwakomboa ndugu zao kwenye hospitali.
Ndio bajeti iliyopitishwa na serikali au iliyowekwa na waziri wetu wa fedha na ikapigiwa ikashangiliwa tu pale bungeni badala ya kujadili masuala haya ya msingi.